Tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Salamu zetu zipate kuwafikia popote mlipo kwa muda kama na huu, na tunawaleteheni awamu ya pili ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale yanayoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 2026. Tuanzie huko jimboni Kivu Kaskazini ambako wapiganaji wa AFC M23 wanaripotiwa kujiondoa kutoka katika nafasi ya Buhaya, kilima cha kimkakati kinachoangalia eneo la Katobi katika kijiji cha Banakidi, takriban kilomita 15 kutoka mji wa Pinga, grupema ya Kisimba katika wilaya ya Walikale. Kilima hicho cha kimkakati cha Buhaya kabisa hakiko chini ya udhibiti wa waasi hao. Vikosi vya wanajeshi wa Rwanda M23 vimelazimika kutoka na kujiondoa maeneo hayo baada ya shinikizo kali na mfululizo wa mashambulizi makali kwa njia ya chini na ya anga kutoka kwa jeshi la taifa FARDC. Kujiondoa kwao huko sio kwa kutaka kwao, hapana, ni matunda ya mpango ambao ulitekelezwa kimkakati, ambao ni kushambulia haraka sana, kupiga mahali ambako ngome zao zinapatikana moja kwa moja, na pia kuharibu vitu muhimu ambavyo vilikuwa vinawapa nguvu ya kustahimili mapambano na FARDC, kitu ambacho kinasadikika ya kwamba kilikuwa kinawaumiza sana mioyo na kuwakatisha tamaa ya kuendelea na mapambano. Kwa mfano, katika kijiji cha Minjenje na hata kule maeneo ya Mpeti, mashambulizi mengi ya ndege zisizokuwa na rubani ama drone kamikaze za FARDC yalikuwa yanafanya wahasi kupangua kila mara ngome zao, kuharibu uwezo wao wa miundombinu ya kivita na kuvunja nguvu yao ya kusonga mbele. Milima hiyo mirefu ya Buhaya ambayo ilikuwa ikiwapa kipaumbele na urahisi wa kimkakati wa kuchunguza na kutishia usalama wa kijiji cha Katobi, milima hiyo imegeuka zone rouge kwao waasi hao. Jeshi la taifa FARDC limeonyesha dhahiri kuwa kwa sasa limeshajua na kukariri namna ya kutumia kwa pamoja ujasusi ama renseignement, utayari wa ufanisi wa kazi na pia teknolojia, kwa sababu sio tu mashambulizi ya angani ndiyo yaliwapa waasi wakati mgumu huko, bali pia ni kuzingirwa polepole kwa kila siku ambayo ilikuwa ikishinikiza ama kuwapa presion waasi mpaka kuamua kujiondoa. Maana FARDC haikusita hata siku moja kuonesha dhamira yake na hamu ya kuvikomboa siku baada ya siku vijiji vyote vya maeneo hayo. Na kwa kuachia kijiji cha Buhaya, waasi wa M23 AFC kwa kweli wamepoteza sehemu nzuri sana ya uchunguzi na tena ngome kubwa ya usaidizi kwa vikosi vyao katika maeneo ya Banakidi, na kujiondoa kwao huko kunaonesha dhahiri kuongezeka kwa nguvu na uwezo wa mapambano wa FARDC, maana unaanza kabisa kuzaa matunda katika shamba za vita. Na hii ni alama tosha ya kufika kila sehemu mashariki mwa DRC, yani kujiondoa kwao huko kunatuma ujumbe tosha ya kwamba mchakato wa kuikomboa nchi nzima ungali bado unatenda kazi. Maana milima ambayo ilikuwa inatumiwa kama ngome za kimkakati kwa sasa nazo zinaanza kuguswa tena kwa kiurahisi. Bila shaka yoyote, mistari ya mbele ya adui inaanza kukamatwa, na huku presion za kijeshi bado zinaendelea kuwakosesha amani. Kwa hiyo Buhaya haitobaki tu kuwa kilima, bali itakuwa ni ishara ya nguvu isiyozuilika. Maana kama shinikizo la mapambano linashindwa kuvumilika, basi hata na moto ukiongezeka ni sherti hata vilima navyo vitii na kusalimu amri. Na tukisalia huko jimboni Kivu Kaskazini, mjini Goma, waasi wa M23 RDF wanaripotiwa kuwachukua na kuwashikilia
watu watatu ambao miongoni mwao kuna mwanafunzi mmoja wa chuo cha Istar ya Goma wakati wa utetezi wa kazi ya mwisho ama wakati wa defense za vitabu. Inasemekana ya kwamba watu hao watatu walichukuliwa na wanajeshi wa M23 RDF hiyo jana Ijumaa tarehe 13 Februari mwaka huu katika kampasi ya chuo kikuu cha Bulengo huko Goma, wakati defense za kipindi cha pili zikiendelea. Kulingana na mashahidi waliokuwa pale, wawili kati ya waliokamatwa walikuwa wamekuja kuwasindikiza na kuwapongeza wenzao wanaofanya defense, huku mtu wa tatu akiwa yeye ni mwanafunzi kabisa wa Istar, na mpaka sasa watu hawa hawajulikani walipo, jambo ambalo linawapa maswali, wasiwasi na hofu familia zao na jumuiya ya wanafunzi wote wa Istar. Maombi yetu ni kwamba roho ya huruma basi iwaingie wauaji hao wa jeshi la Rwanda ili wapate kuwaachia ndugu zetu hao bila maafa ama majeruhi yoyote. Na tukirudi sasa katika jimbo la Kivu Kusini, wahasi wa Twirwaneho washirika wa M23 wanaoungwa mkono na majeshi ya Rwanda wanaendelea kupokea nyongeza ya vikosi vya wanajeshi na risasi katika maeneo ya nyanda za milima mirefu ama Haut Plateau. Wanachama hao wa Twirwaneho wanatumia raia kama ngao za kibinadamu ama bouclier humain, na pia wanawalazimisha kubeba risasi na mizigo mizito ya vifaa vya kivita. Katika ushuhuda wa mmoja wa waliokamatwa, amethibitisha kwamba Twirwaneho waliwachukua kwa kimabavu wanawake, wanaume na pia vijana kutoka maeneo ya milimani, maeneo ya Minembwe na viunga vyake ili kubeba vifaa vya vita. Ikumbukwe kwamba sheria za kimataifa za kibinadamu DIH pamoja na kanuni za vita zinakataza kabisa matumizi ya raia katika migogoro ya silaha pamoja na kuwafanya kuwa ngao za kibinadamu. Na wakati umakini wa wengi umeelekezwa kwenye kile kinachoitwa usitishaji wa mapigano kati ya M23 na FARDC, na kama tulivyotangulia kusema katika awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku ya leo, inaonekana kuna harakati kubwa za kijeshi zinazofanyika kwenye uwanja wa vita. Kulingana na ushuhuda wa wakazi wa maeneo husika, Paul Kagame na washirika wake wanaendesha mpangilio mkubwa wa majeshi ya kikomando wa Rwanda katika nyanda za Haut na Mai Plateau ya maeneo ya Fizi, Uvira na Mwenga kwa lengo la kuimarisha nafasi zao katika muhimili wa Minembwe na maeneo yanayozunguka. Kulingana na vyanzo vya hapa nchini kumradhi, mistari kadhaa za vikosi vya wanajeshi wa Rwanda vimeshuhudiwa vikichukua njia mbalimbali za kimkakati kuelekea nyanda za Haut na Mai Plateau. Mstari wa kwanza ulielekea Kaziba, mstari wa pili ulielekea kwenye akse ya Luvungi, Ndolera na Rurambo, mstari wa tatu ulijielekeza kuelekea akse ya Lemera, Kigushu na Bibangwa, na mstari wa nne ulielekea Mulenge, Kagabwe na pia akse ya Mulenge na Marungu. Harakati hizi zinaibua maswali, hasa ikizingatiwa kuwa awali muungano wa M23 FCRDF umekuwa ukikashifiwa kwa kutumia vipindi vya usitishaji wa mapigano kujipanga upya na kuimarisha uwezo wa kijeshi. Kulingana na tafsiri hii ya matukio, kipindi hiki kinaweza kutumika kuimarisha nafasi katika Haut na Mai Plateau kabla ya mashambulio yanayoweza kufuatia, ambayo baadaye yanapewa lawama majeshi ya FARDC na wapiganaji wazalendo ili kutoa sababu ya kuanza upya kwa mapigano. Wachunguzi wanahimiza kuwa tahadhari na umakini vinahitajika kufuatilia mwenendo wa hali hii kwenye uwanja wa vita. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunaweka nukta ya awamu ya pili ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku. Tunakwenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa kututega sikio na kwa kutuangalia kwenye channel yetu ya Kibenge TV. Tukutane kwa majaliwa.
kwa kuzidi kuhabarika zaidi na siku njema ya sikukuu ya wapendanao popote ulipo.